kwanza. Spana ya kwanza ndio tunaanza nayo hivi sasa, na kubwa zaidi tunatazama kikosi cha timu ya taifa ya Tanzania Serengeti Boys ambacho kipo pale Morocco na kinajiandaa kwenye mchezo wake wa finali hapo kesho. Sasa weekend hii kulikuwa na mambo mengi yanazungumzwa, na ilikuwa ni baada ya baadhi ya watu ambao walianza kuweka taarifa ya kwamba tayari wachezaji wa timu ya taifa ya Tanzania wameanza kutafutwa na vilabu tofauti tofauti, wakati huo michuano bado ikiwa inaendelea. Sasa tukapata wasaa wa kumtafuta Mirambo ambaye pia amehusika kwa kiasi kikubwa, anafahamu mbilinge za hawa vijana wakiwa kwenye michuano na baada ya michuano. Yeye anazungumza nini, yeye anashauri nini, na yeye anasema nini kuhusiana na hiyo. Alikiri ya kwamba ni kweli timu zimefika kuanza kutafuta baadhi ya vijana ambao wapo kwenye kwenye kikosi cha timu ya taifa, lakini maoni yake kuhusiana na hawa vijana na hawa watu ambao wanawatafuta ni haya hapa. Tumsikie Oscar Mirambo akizungumza. Hapo ya kwanza ya development ni wao kuendelea kukua kama mchezaji, sio? Lakini ngambo ya pili ni wao kuweza kushindana kwenye big stage na kuleta impact ambayo sisi tunaitarajia kama nchi. Mpaka sasa hivi nina watoto 9 ambao wanapigiwa simu kila wakati ana ordered. Kitu ambacho sisi tunaweza kukifanya kama shirikisho ni kufanya guidance. Project zozote ambazo zitaletwa mezani, we have to analyze, kuelewa ni ipi ambayo inatupeleka kwenye maono ambayo tunayataka. Hatutaki kuact emotional kama namna ambavyo watu wengi wanajaribu kuact, kwa sababu tunafahamu the science part ya jambo ambalo tunalifanya. Kwa hiyo guidance ambayo tunaweza kuitoa kwa watu ambao watakuwa wamekuja na project kuhusiana na hawa vijana ndio ambao itakuwa inaweza kudetermine hiyo kesho njema ambao mimi na wewe tunaizungumza sasa. Ni vijana ambao bado hawako tayari, wako kwenye mchakato, kwa hiyo ni lazima tubakie kwenye hizo processes. Kwa hiyo hatufai tukaingiwa na hiyo miamko ya kwamba mtu akija hapa kwamba mimi nataka kesho akacheza kwenye timu yangu, na sisi tukaingia kwenye huo mtego bila kuelewa ni project aina gani club iko nayo, na kutokea hapo manake tunakuwa tunaweza kufanya maamuzi ambayo yatakuwa yanaendelea kuwajenga hawa vijana. Huyo ni Mirambo akizungumza, na ametoa ushauri pia kwa watu wanaomiliki wachezaji na wale watu ambao wanawahitaji wachezaji, lakini pia wazazi kiujumla, namna ambavyo pia wanaweza wakashiriki kwenye kumfanya mchezaji akawa na nidhamu, sio tu ya uchezaji lakini hata kwenye haya mambo ya nje ya uwanja ambayo ndio mambo makubwa yanambeba mchezaji. Ameagusia pia, na pengine nitumia nafasi hii popote pale walipo, hawa vijana ni wa kwetu, sio? Wakifanya vizuri, we all gonna be proud, sio? Kama ambavyo tuko proud sasa hivi. Wakiharibikiwa hatuna sehemu ya kujificha, kwa sababu aibu pia itakuwa ni ya kwetu. Kwa swala la malezi ya vijana ni swala ambalo ni mtambuka, ni swala ambalo linatuhusu sisi sote, sio kwa sababu kuna rais wa shirikisho au kuna waziri wa wizara au kuna katibu. Ni kwa nini? Kwa sababu kila mmoja wetu somehow, direct or indirect, tunahusika kwenye malezi ya watoto. Tuendelee kuwasaidia, kuto kuwazalisha pressure kubwa, kuto kuwaaminisha kwamba wao ni top notch, kwa sababu kiukweli bado hawajafikia hapo, wako kwenye mchakato wa kufikia hapo. Na kama tutaweza kufanikiwa kwenye hizo aspect, manake bado vichwa vyao vitakuwa viko chini, miguu yao itakuwa iko chini, na wataendelea kujifunza mpaka hapo watakapokuwa wamevuka kwenda kwenye ngambo ya pili. Huo ndio wito ambao mimi niko nao. Najua kuna watu wengi hapo nje, sio manager, sio nini, wanawapigia watoto simu and all that. Guys, mnaweza kufanya hivyo, hakuna mtu anayeweza kuzuia, lakini do you have a project? Uko na project ambayo tunaweza kuelewa, sio? Watoto hawa watu wanawaona leo, lakini ni watoto ambao tumekuwa nao muda mrefu. There's a lot of sacrifice behind kitu ambacho kinatokea leo. Kwa hiyo tunatamani sana watu wote wenye nia njema waje wafanye submission ya project za kwao, tushauriane, kwa sababu naamini kwamba we are the think tankers, tuko na exposure ya kutosha kwenye development ya mpira wa miguu, we are having a good network as well. Kwa hiyo kama tunaweza kulifanya kwenye hiyo picha, manake hicho kipengele cha mtu kupotea hakitokuwepo. Tuko na experience mbaya, kuna watoto ambao walikuwa wanaonekana ni prospect, watu wakawanyakua hapo juu, wakasema wao wanakuwa manager and all that.
baadaye watoto hawaonekani popote. Kwa hivyo wanasemaga Waswahili, miruzi mingi humpoteza mbwa, sio? Na kwa hivyo it's a high time. Hii nchi ni ya kwetu. Hatuna sehemu nyingine ambayo sisi tunaweza kwenda tukasema ndo nchi yetu. Kwa hivyo chochote kizuri ambacho tunataka kitokee kwenye nchi yetu, we have to stand tall on it, na tukubaliane kimsingi, hata kama ni lazima kutokubaliana, lakini mwisho wa siku we have to push the agenda ya kuhakikisha kwamba tunayafanya ya mambo kwa ufanisi na uweledi mkubwa. Miongoni mwa faida za kuwa na watu wasomi kwenye mipira ni hizi ambazo tunazipata kwa Oscar Milambo. Kauli tu anayozungumza inakuonyesha ni kwamba ni mtu ambaye anajua nini ambacho anakifanya. Chisano, nianzie kwako. Mimi nimevutiwa na Oscar Milambo, kawaambia watu ukweli mchungu. Unajua sasa hivi ukweli usopingika. Wale vijana wa Serengeti Boys ndo hot cake. Yaani sasa hivi wale ndo sio nikwambieje. Yaani sasa hivi wale ndio nuru ya taifa kwa sasa kwenye soka la vijana. Kwa hiyo watu wengi wao wana take advantage. Cha kwanza, wao wanajaribu kuwarubuni wachezaji kwa sababu kiakili wale hawajakomaa kiasi hicho kuwa na uwezo wa kuchanganua mambo kwamba huyu alonipigia simu ni wakala kweli, na kama ni wakala kweli mimi natoka kumhoji maswali gani ili nione kama naweza kufanya naye kazi kwa ajili ya future yangu. Sasa wale ni vijana wadogo. Kwa cha kwanza, wapo wanaojiita mawakala wao wanaenda kuwarubuni wale kwamba wewe utakutafutia timu, utacheza nje nini na nini. Wala kumbe jamaa hawajali future wala nini ya mchezaji, ndio matokeo yake wachezaji wanapotea. Wakishindwa hiyo ya kumfuata mchezaji, wanaenda kwa mzazi wa mchezaji. Wanaenda, bwana mwanao tumemwona na uwezo sana, tumchukue, tutampeleka mbali akacheze na nini. Kumbe wanarubuni tu, wala hawana malengo ya muda mrefu na mtoto wako. Kwa hiyo ni changamoto ambayo nimeiona hata Oscar Milambo ameaddress kwamba huu ni wakati wa vijana kushine hawa wa Serengeti Boys, lakini anayewahitaji lazima aje na project proper imenyooka, yani ionyeshe future ya mchezaji, ina structure njia ya mchezaji, ina mchoro mzima wa njia ya mchezaji. Akitoka hapa ataenda wapi, ataishi vipi, anacheza wapi, ana compete na nani, anafundishwa na nani, ana compete kwenye daraja gani pia mpaka kuja kufika kwenye level kubwa ya ushindani. Mimi nimevutiwa sana na huu msimamo wa katibu wa shirikisho la mpira Tanzania TFF, ndugu Oscar Milambo, kwa sababu ukiwahalisia vijana wengi na talanta zao wanapotea baada ya kuika wakiwa na umri mdogo. Kama umemsikiliza vizuri hapa, amezungumzia namna ambavyo baadhi ya watu huwa wanawachukua vijana ahadi nyingi za kuwatoa kimpira, alafu kumbe watu wenyewe wala hawana future na wale vijana. Baada ya wao kunufaika, vijana wanawatupa. Baadaye vijana hatuwaoni wakiendelea, tunakuja kuanza kuulizana maswali, imekuwaje, huyu kaenda wapi, mbona siku hizi hatumuoni, mbona akapotea, mbona achezi. Lakini nani alikuwa ana track maisha ya mpira ya kijana? Kwa kwangu mimi naona wamefanya jambo zuri TFF wakiongozwa na katibu, na hili jambo wanapaswa kuendelea kuwapa elimu wachezaji wenyewe kwa sababu bado wadogo, hawana uwezo wa kuchanganua mambo sana, lakini wawape elimu hiyo kwa mifano kwamba walikuwepo kina fulani tuliwe kuwafundisha kwenye timu kama yenu nyinyi ya umri chini ya 17 walishine alafu wamepotea, sababu zilikuwa hizi, kutokutusikiliza wakufunzi. Lakini hii elimu ipelekwe mpaka kwa wazazi, ndugu jamaa na marafiki. Wasiingie kwenye ushawishi wa kuwarubuni vijana kuwatoa kimpira alafu kumbe wala hawana mpango nao. Matokeo yake wao vijana tutakuja kuwapoteza ndani ya mwaka mmoja miwili, hatuwaoni nini shida. Kumbe walirubuniwa wakafikiri watatolewa kimpira, kumbe walowachukua wala hawakuwa na malengo nao zaidi ya kujinufaisha wao wenyewe. Kwa kwangu mimi ni hayo tu, lakini ukweli ni kwamba sasa hivi vijana ndio turufu ya nchi, ndio wanazungumzwa, wanastahili kweli kuzungumzwa, wamefanya vizuri, lakini tusitumie advantage kuua vipaji vya watoto wa watu wengine. Tusio binafsi. Watu wengi ni wabinafsi, wanataka kuwaongopea watoto wa watu, watawatoa, hamna chochote cha kuwatoa, baadaye wale wanapotea kwenye future.